Angalia jinsi pumzi yako inavyoingia na kutoka kama mawimbi ya bahari. Tulia kidogo, vuta pumzi. Kila mmoja wetu aliyekusanyika hapa leo anapumua. Je, hilo si jambo la kushangaza? Sote tunashiriki zawadi hiyo ya uhai. Kwa hakika, jinsi mawimbi ya bahari yanavyopanda na kushuka, vuta pumzi yetu kutiririka ndani na nje. Kia orana. Fikiri damu inapita kupitia mishipa ya mwili wako, inapita kama mito. Kama vile mto unavyoleta virutubisho kwenye ufuo na mashamba ya dunia, ndivyo damu yako inavyoleta virutubisho katika kiungo cha mwili wako. Je, haishangazi kwamba Mungu aliumba miili yetu kufanya kazi hizo kwa njia hii ili kuleta afya ya uhai kila kiungo ndani yako, ili kutuweka imara na kuwa hai kila siku? Tulia kidogo, vuta pumzi. Tutaungana nami kifungu sehemu ile ya kwanza. Tunapata somo la pili la waraka wa Mtume Paulo kwa Korinto, mlango wa 12 mstari wa 12 hadi wa 23. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Maana kwa vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Mguu ukisema kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema
kwa mwili, kwa sababu hiyo, na sikio likisema kwa mwili, kwa sababu hiyo si mkono, na mimi si wa mwili. Je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Kwa maana kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili. Je, si la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, ku wapi kusikia? Kama wote ni sikio, ku wapi kunusa? Kama wote ni sikio, ku wapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja na wewe. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi, vyahitajiwa zaidi. Na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi. Na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Hilo ndilo neno la Mungu. Wanawake na wanaume ukaagiza tutunze nchi, tufanye kazi kwa bidii, tufanye kazi kwa bidii. Baba, mama na watoto kwa pamoja, sote tutunzane kwa upendo. Timiza wajibu wako, jenga familia bora mama, familia bora ina upendo. Timiza wajibu wako baba, jenga familia bora mama, familia bora ina upendo. Na katika familia zetu tunahitaji wazazi kushirikiana, malezi bora, pia matunzo kwao watoto yafanye na wazazi wote. Watoto nao wapende wazazi, wawatunze wazee wasipate shida. Weka neno
sauti ya wanawake kutoka visiwa vya Kofi. Hadithi ya kwanza, Mungu anatujua. Kia Orani. Jina langu naitwa Mimi. Nina umri wa miaka 15. Februari 2022 ilikuwa mwezi wa kutisha kwangu. Ilikuwa mwezi ambao familia yangu iliwasiliana kwa mara ya kwanza na mtu ambaye alikuwa na virusi vya uviko 19. Niliposikia juu yake kwa mara ya kwanza, nilishangaa. Baba yangu alijisikia vibaya kwa sababu ndiye aliyeleta nyumbani kwetu. Nilikasirika sana. Nilidhani tutakufa. Nilijua watu ambao walikuwa wamekufa kutokana na hivyo. Nilifikiri kwamba ningekufa na nisimwone mkwe wangu atakapozaliwa. Nilianza kufikiria juu ya mambo ambayo bado sijapata uzoefu. Nilianza kuomba. Nilimsihi Mungu aitunze familia yangu, kwamba sala ingenisaidia niwe mtulivu. Na ilifanya kazi. Niliacha kulia na msongo wa mawazo ukanitoka moyoni mwangu. Ndipo nikagundua kuwa Mungu anajua kila undani wa maisha yangu. Mungu anajua dhiki
kujua kwamba Mungu anajua na kunijali, kunisaidia kuwa mtulivu ninapoogopa. Bwana ananijua na Mungu anakujua, na Mungu anajua kila kitu tunachopitia. Pamoja nasi. Kia Orani. Jina langu ni Vanio. Nilizaliwa mwaka 1958 kwenye kisiwa cha Aitutaki. Wazazi wangu na babu na bibi waliamini thamani na mchango wa utamaduni katika malezi bora. Nilisoma shule ya msingi ya Araura. Kwa miaka mitatu ya kwanza ya elimu yangu, lugha ya Kimaori ilitumika kufundishia. Hata hivyo, nilipoendelea na shule, ilionekana wazi kwamba umuhimu mkubwa uliwekwa kwenye lugha ya Kiingereza. Cha kusikitisha, tulilazimishwa tuzungumze Kiingereza darasani na kwenye uwanja wa michezo na kukatazwa kuongea lugha mama. Wakati huo wengi waliamini kwamba Kiingereza ilikuwa lugha ya ulimwengu wote, lugha ya biashara na kwa hiyo lugha ya ubora. Ushawishi wa nchi za magharibi katika siku hizo ulikuwa na nguvu. Nilipambana na hilo kwa kuwa nilijua vizuri Kimaori na nilizungumza Kiingereza kidogo. Bibi yangu Mama Meriano aliwatia moyo wajukuu wake wazungumze Kimaori. Alikuwa na ushawishi na mshauri wangu na mfano wa kuigwa katika maisha. Kupitia yeye nilijifunza ujuzi muhimu katika maisha, mfano jinsi ya kupanga na kuandaa chakula na kuzungumza lugha ya asili yetu ipasavyo. Niliamini sana kwamba wazee wetu wana mchango mkubwa katika kututengeneza sisi kwa kujitambua na kujua wapi tumetoka na tunakoelekea. Lugha ya Kiingereza imeshika kasi kuuliza hivi vitabu na masomo ya Kiingereza yatanisaidiaje kupanda mboga, kutengeneza vyakula vya kutoka, kupika chakula, kufua nguo na kulisha kuku na nguruwe. Wakati mmoja nikiwa shuleni, nakumbuka nilinaswa nikizungumza lugha yetu ya asili. Mwalimu wangu aliniadhibu kwa kunifanya nivae alama ya kadibodi iliyosema mimi ni mzungumzaji wa Kimaori. Aliniweka kizuizini na siku moja hali ya hewa ilikuwa joto kali. Alinipa adhabu ya kung'oa magugu yaitwayo kutika kwenye uwanja wa michezo wa shule. Nilifedheheshwa na kuaibishwa mbele ya wenzangu. Sikuisahau siku hiyo. Kutokana na adhabu hizo, niliazimia kuzungumza Kiingereza na kusema machache kuhusu lugha yangu ya mama. Huu ni mfano mmoja tu wa jinsi lugha na utamaduni wangu ulivyoshushwa thamani. Mungu alitupa lugha ya kipekee duniani kote na tunapaswa kuheshimu na kuzienzi lugha hizo. Ninaamini kwamba lugha ya Kimaori bado ni muhimu katika mazingira yetu, katika kufundishia na kujifunzia. Walimu na wanafunzi wanaweza kuhimiza Kimaori kusemwa, kifundishwe na kuandikwa katika masomo yote. Wazazi nao wanaweza kuipa lugha yetu ya Kimaori nafasi ya kuishi kwa kuizungumza nyumbani nami. Mungu alituumba na vipawa vya ajabu. Kia Orani. Nilihitimu daktari mwaka 2003 baada ya miaka 7 ya kusoma huko Fiji. Wakati huo kulikuwa na lengo la kuimarisha huduma za watoto katika visiwa vya Cook. Nilikuwa daktari wa kwanza wa kike wa visiwa vya Cook katika idara ya watoto ya visiwa vya Cook baada ya mtangulizi wangu Dr. Henry Dau. Pia ningependa kumtaja Dr. Munro ambaye hapo awali alitunza wodi yetu ya watoto. Mojawapo ya vipaumbele vyangu vya kwanza kama daktari kijana ilikuwa ni kuhakikisha watoto wote wamepimwa na timu yetu ya ndani ya masaa 24. Pia ilisaidia kuwa na vifaa na ustadi zaidi ya kushughulikia watoto wachanga waliokuwa wagonjwa sana na waliozaliwa kabla ya wakati. Tulitengeneza miongozo na itifaki ili kusaidia kuelekeza kazi yetu.
Tuliboresha uhusiano kati ya visiwa vya Cook na wafuasi wetu wa Cook kutoka Auckland na hospitali ya Starship huko New Zealand. Mpango wa matunzo maalum zaidi umekuwa jambo kuu katika kuboresha afya ya watoto wetu. Tunajivunia kuwa nchi pekee kutoka kisiwa cha Pacific ambayo haina vifo vya uzazi tangu 1995. Maeneo mengine ya mfumo wetu wa huduma ya afya katika visiwa vya Cook pia yameboreshwa kwa miongo kadhaa. Utunzaji maalum umeboreshwa sana tangu miaka ya 1990, huko mwelekeo ukihama kutoka kwa magonjwa ya kuambukiza hadi dawa ya kutibu. Programu zetu za uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi na matiti zimeboreshwa sana. Hata hivyo, bado kuna kazi ya kufanya. Tunahitaji kuzingatia afya ya akili, tunahitaji kuimarisha mifumo ili kuweza kusaidia wazee wetu. Mafundisho sahihi yanahitajika ili kuzuia mimba za utotoni. Familia zetu lazima zichukue hatua na kuwajibika kwa afya zao wenyewe. Afya na ustawi ni kazi kwa kila mtu. Tunaweza tu kuboresha ikiwa tutafanya kazi pamoja. Mungu aliniumba na kipawa cha ajabu na kunibariki kwa motisha na nafasi ya kusomea udaktari. Nami nilitikia baraka za Mungu kwa kuwatumikia watu wa visiwa vya Cook nikiwa daktari. Amen.